Baada ya press conference ambayo ilifanyika na Chadema siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 5 2025, kuzungumzwa mambo mengi sana. Kubwa zaidi ilikuwa ni wao kujiondoa, baadhi ya viongozi waliowahi kuwa viongozi wa Chadema kujiondoa katika chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa Kigaila alifunga mambo mengi sana, na hapa nataka ni quote kile ambacho amekisema, ikiwemo ni pamoja na maneno haya: Mbowe hakutaka Chadema igawanyike kabisa. Lissu alianza kutugawa baada ya kushinda. Sasa namkoti kwa haya pia aliyosema: sisi tumeamua wote kwa pamoja tunajiondoa Chadema ili tuwaachie hicho chama waendeshe wanavyotaka, kwa sababu sisi hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho maamuzi yake hayafanywi kwa vikao. Hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho wanachama wanabaguliwa. Hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho katiba haifuatwi, na mambo mengine kadha wa kadha ambayo yaliendelea pale. Alisema kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Mbowe, baada ya kushindwa mwenyekiti, alizungumza mambo kadhaa. Jambo la msingi kuliko yote, alitoa ushauri kwenye chama kuvunja makundi, lakini pia kukiunganisha chama na kuunda tume au kamati ya maridhiano ili chama kiweze kurudi pamoja, kiweze kurejea kwenye kazi yake ya kupigania haki, uhuru na maendeleo ya watu. Sasa Kigaila amezungumza mambo mengi sana pale kuhusiana na issue nzima ambayo inaendelea mpaka hivi sasa, baada ya kuona kwamba utaratibu ambao upo kwa sasa ni tofauti na uliokuwepo zamani. Na amezungumza kwamba kazi kubwa ya Mbowe ilikuwa sio kuwagawa Chadema, ilikuwa ni kuwafanya wawe kitu kimoja, lakini Tundu Lissu amekuja kuigawa Chadema. Una mtazamo gani hapo chini kwenye comment kuhusiana na hiki ambacho amekitaja Kigaila kuhusiana na mambo ambayo yapo hivi kwa sasa hapo Chadema? Mimi naitwa Kanivo na hii ni A Digital. Endelea kutufuatilia katika page zetu zote Instagram plus YouTube kwa jina moja tu, A Digital. Nenda ka like, ka share, ka subscribe kwa habari zote kemkem Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bye bye until next time.